wanafanya kazi kwa niaba ya nchi yao, na wasanii sisi ni kioo cha jamii na tunatumika sehemu chungu mzima hapa Tanzania kwa ajili ya kutangaza nchi yetu, na tumeamua wasanii kuwa wazalendo, na tumeamua wasanii kusaidia nchi yetu na kumsaidia Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli ili kile anachofanya kwa manufaa ya nchi sisi kama wasanii tukisapoti. Lakini tunashangaa mtu ambaye ni mbunge bungeni anaanza kukashifu wasanii. Akumbuke huu mwaka ni kipindi cha uchaguzi. Utapo wachokoza wasanii kama alivyosema Dude, inabidi Msigwa atuombe msamaha. Vinginevyo sisi tutavamia jimbo lake bila kuogopa. Tutavamia jimbo lake wakati wa kampeni kwenda kumsaidia mtu ambaye atasimama kupigana kugombania jimbo na Msigwa. Kwa hiyo Msigwa asiwatazame wasanii kiwepesi wepesi, na asiogopeshe wizara, yani mawaziri wengine ambao wanataka kutumia wasanii kwa kutumia ile lugha ya pale jana bungeni. Jana pale bungeni alikuwa anaogopesha wizara zingine zisiweze kutumia hawa wasanii. Wasanii wapo kwa ajili ya nchi yao, na wizara yote, iwe wizara ya afya, wasanii wako tayari kufanya shughuli kwa ajili ya wizara ya afya, kuhakikisha shule zinajengwa, madawa kuwepo hospitali, mama na mtoto kujifungua salama na vitu vingine vyote, kupinga magonjwa ya ajabu, kusaidia mambo ya HIV pia. Unaona, sisi wasanii kazi yetu ni kutoa elimu, na msanii anapotoa elimu inafika haraka, na ndio maana wizara ya utalii iliamua kutumia wasanii kwa ajili ya kwenda kutangaza mlima Kilimanjaro. Mlima Kilimanjaro ulikuwa unajulikana ni wa Kenya, lakini wako watu kwa kupitia wasanii ambao wanaenda kupanda mlima Kilimanjaro wamejua halali kweli mlima wa Kilimanjaro ni wa Tanzania, huko Tanzania. Sasa wewe Mheshimiwa Msigwa, kama una matatizo na Steve, kuwa na matatizo na Steve peke yao, malizani mitaani, sio ndani ya bunge. Lile ndio maana linaitwa bunge tukufu, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe hutaki kwenda kuzungumza maneno ya ovyo ovyo, tena unamtaja Steve Nyerere mara 3. Lile ni bunge tukufu, bunge ambalo linajenga, linatunga na kusimamia sheria ya nchi. Ni muhimili mkubwa sana ndani ya nchi. Kwa lazima liheshimike, sio kwenda kuwataja wasanii ovyo ovyo. Kwa umegombana na msanii mtaani unampeleka ndani ya bunge. Unataka wasanii wasitumike kufanya kazi zingine? Sisi tunampa oni na aangalie. Tukisema tunavamia Iringa, tutavamia Iringa. Na tutafanya pale kampeni, atashangaa mwenyewe, atausahau ubunge, utakuwa bye 2020. Hata usahau, atake radhi kwa hicho kitengo. Mimi naishia hapo. Mimi ni mwanasiasa, naweza nikaongea mpaka kesho, lakini atuombe radhi na aombe wizara inayohusika. Na pia nataka kuwakumbusha tu wizara yangu ambayo ni ya utamaduni, ambayo iko chini ya Mheshimiwa Mwakembe. Mbunge kama yule ambaye anakashifu wasanii, wizara pale bungeni lazima isimame. Lazima wizara isimame. Mheshimiwa Mwakembe, tunakuomba kakaangu usimame wasanii wanavyochezewa. Hatutaki mtu yeyote kutuchezea na kutukashifu ndani ya bunge. Sisi wasanii tunafanya kazi nzuri na tunasaidia jamii, na sisi wasanii ni wazalendo kwa nchi yetu, na tutaendelea kuwa wazalendo, na hatutokubali tena kwa mtu yeyote ambaye atachezea wasanii. Tutafanya maandamano, tuko wengi sana. Kwa hiyo tunaomba Msigwa aishie hapo. Chama chake chenyewe kina wasanii pale, kina Mr. Tu kapata ubunge kwa sababu ya sanaa. Nani alikuwa anamjua Mr. Tu vizuri? Haya, kuna Professor J. Sanaa imeheshimika pale, sanaa iliheshimika katika jimbo lile. Ndio maana watu wakachaguliwa wakawa wabunge. Kwa lazima aheshimu wasanii, na yeye mwenyewe ametumia wasanii kwenye jukwaa lake la sanaa kupata ubunge. Hajapiga mziki pale. Kuna mbunge yote ambaye anaomba anafanya kampeni bila kupiga mziki? Au bila kufanya yena? Wote wanafanya yena. Wasanii wanasimama pale. Iwe wasanii wadogo, iwe wasanii wakubwa, anaomba kura kwa kutumia wasanii.
Kwa hiyo kama wabunge wanatumia wasanii katika shughuli zao, lazima na wabunge watuheshimu sisi wasanii, hasa mbunge huyu Msigwa ambaye amewakashifu sana wasanii jana. Nyinyi wote hapa ni mashahidi, nendeni mkarudie ile clip ya Msigwa jana aliyofanya. Ingekuwa hapa sisi wasanii tungemchana chana hapa, lakini tunaogopa sheria itachukua mkondo wake, ila sisi tutamuonyesha 2020 atatujua sisi wasanii ni kitu gani, atatujua sisi ni nani. Kauli ya jana bungeni ya Mheshimiwa Msigwa imetukera vibaya sana wasanii wote. Sisi tumekuja kuwakilisha wenzetu hapa, lakini mamia ya watu tuliokwenda kupanda mlima Kilimanjaro tukiambatana na Waziri wa Maliasili na Utalii Mheshimiwa Kigwangalla, kuonekana ni idea ya kipuuzi. Kama wana ugomvi na Nyerere, ingekufa na Nyerere tu, sio kuliko kusema kwamba waziri makini, na mnukuu Mheshimiwa Msigwa, waziri makini anaweza kawachukua tu kama kina Nyerere kwenda kufanya masuala ya utalii. Sasa hakuwa Nyerere peke yake, kulikuwa kuna watu zaidi ya 300. Watu tuliopanda mlima tulikuwa karibuni 300, na nyinyi waandishi wa habari mlikuwepo. Mimi nimefika kilele cha mlima wa Kilimanjaro, Uhuru Peak, msanii peke yangu kutoka Bongo Movie ambaye nimefika pale. Kwa mimi ni balozi wa hiari, sikupanda kwa sababu maalumu au kwa vitu gani au kwa kumwogopa mtu. Mimi ni balozi, niliamini kwa kijina changu hichi, kwa kazi yangu ya sanaa nayoifanya, nitahamasisha watu wengi wakapande mlima Kilimanjaro, na nilichofanya kimeenda kweli kuwa hivyo. Sasa leo anapotokea mtu anapuuza kile kitu ambacho, au anadharau kile kitu ambacho tumekifanya kwa maslahi ya taifa letu, kiukweli tumekasirishwa. Msigwa anatakiwa tuombe radhi ndani ya siku 5 sisi wasanii. Kwanza, hata huo ubunge wake ameupata kwa kupitia wasanii. Walikuwa wanaenda wanaperform, wananchi wanakuja kuwaona wasanii waliokuwepo pale, hatimaye anatangaza sera yake mpaka amekuwa mbunge. Na sisi wasanii tuna uwezo wa kumuondoa katika kiti cha ubunge. Kama amini, angalia 2020. Aangalie 2020. Yoyote atakayesimikwa kusimama pale Iringa, tutampigania sisi wasanii ajue nguvu yetu. Huwezi kudharau fani ambayo imeokoa watu katika maisha. Msanii, mwanamichezo, mwanamitindo na mtu yote anahusika na fani ya sanaa, na ndio maana tuna wizara yetu. Tunayo wizara yetu sisi, tumewekewa wizara yetu kwa maana kwamba tunathaminika mpaka tukawekewa hiyo wizara. Leo hii tunamwona Bwana Samata, ni kipaji chake, zile ni talent. Bwana Samata leo anaiwakilisha taifa katika ligi kuu ya Uingereza, anaitangaza taifa. Pata picha, mimi Dude nisingekuwa mwigizaji, nikaamua kuwa mhalifu, jambazi au muasi, tuna mwili wangu ulivyokuwa mkubwa hivi, hali ingekuwaje? Tuliokwenda kupanda mlima walikuwepo kina Chege, kina Temba, kina Madii, kina Dogo Janja, tulikuwa watu wengi, kina JB, tulikuwa wasanii wengi tulikuwepo kule, pamoja na wanamichezo, pamoja na watu wengine ambao wanahusika na fani hizi za sanaa. Pata picha, wale wote ni watu ambao wameamua kujikita katika talenti zao na kunusuru maisha mabaya ambayo ingekuwa imetuzunguka. Taifa lingekuwa wapi kama sisi tungekuwa wakabaji leo? Vipaji vyetu vimetuokoa mpaka kufikia hapa. Kuna mtu anadharau, anatuona takataka. Tunaye mfano wa wasanii Diamond yule pale, analiwakilisha taifa sehemu kubwa sana duniani kwa muziki wake, anapata tuzo nyingi, ana wafuasi wengi, kajaribu kutengeneza njia kwa wasanii wenzie, anawapa riziki. Leo tulikuwa naye na tulipanda naye mlima, mlimuona Diamond, tulipanda naye mlima licha kwamba kufika mbali. Lakini leo mtu mmoja anapuuza hichi kitu chote tulichokifanya sisi. Anataka kina Roger Federer, kina Serena Williams na watu wengine kutoka kule wanaweza kuja kutangaza utalii wa ndani. Watu wa na Minywili Mtwara, au watu wa Dodoma au Singida au watu wa Kigoma huko wanamjua huyo Roger Federer, wanamjua Serena Williams. Lakini Watanzania sisi tunafahamika kwa kazi zetu tulizozifanya. Kwa hiyo sisi pia tunatangaza utalii wa ndani. Ndio maana tukalengwa sisi tunaofahamika kidogo, ili tuweze kuwashawishi Watanzania waweze kufanya utalii wa ndani. Lakini inapotokea mtu akatupuuza, na sisi lazima tumpuuze. Hatuwezi kumheshimu asio tuheshimu. Tunajua na tatizo na Steve Nyerere, lakini asiingize wasanii wengine kwenye tatizo, wakaishane na Nyerere kule Sinza. Tunarudia, Mheshimiwa Msigwa, tunaomba utuombe radhi wasanii wote
kwa kutuona wapuuzi kwa kile tunachokifanya.